Pite tujue. Haya, kwenye habari ya watoto tumesemaje? Saizi kachangamka, anazingatia saizi. Kwenye habari ya watoto malezi nimejifunza, yani huko nitakako kwenda niwapende watoto wa bosi wangu, niwe mwaminifu kwa kila kitu atakachoniambia. Alafu uwapende watoto, hilo ni kubwa. Uaminifu kwenye nini? Uaminifu yani kila atakachoniambia ya nisiwe na tabia za udokozi. Kwani mpaka uambiwe? Uaminifu tumezungumzia ile hofu ya Mungu general au ukiwa nayo hufanyi chochote kibaya. Tumeingia mpaka ndani, kama unakutana na Alibaba huko zipu yake haifungi, lakini kama wewe ni mwaminifu huwezi kukubaliana na huo ujinga, kwa sababu najua najiharibia mimi. Hizi 10,000 zake si 20, 50 atakazonipa hazisaidii. Na pia nijue kinachonipeleka kule ni kazi. Lakini tulikuwa kwenye idara ya watoto. Of course tulichomekea masuala ya uaminifu ambayo tumesema inaongozwa na hofu ya Mungu. Ndio maana nikasisitiza hapo, sio lazima anachokuambia tu. Kuwa mwaminifu kwa unayoambiwa, hata yale usiyoambiwa. Ni mali unajua sio kitu ambacho bosi wako atafurahia ukikifanya, hata kama umefanya sirini, basi usifanye, ili utengeneze njia yako nzuri ya baraka. Sawa? Haya, twendeni jamani. Haya, watoto naomba tugongelee msumari kwa watoto hapo. Kwa mimi nilivyoelewa, utakapoenda kwa bosi wako, yani kujali watoto, kumpenda, yani kumpenda yule mtoto kama mtoto wako. Yani utakapofika pale ukikuta familia na watoto, yani yule mtoto inabidi umfanye kama wa kwako wewe. Ndio hivyo nilivyoelewa. Ina maana ukisema kwamba kumjali mtoto kama ni wa kwako, ina maana yani unakuwa mwenyewe unaelewa kwamba mtoto anatakiwa uishi naye vipi. Sababu watoto wana changamoto nyingi sana. Yeah. Kweli. Kwa maana ukaambiwa ufanye unachotaka, kama ambacho ungependa ufanyiwe wewe, si ndio? Kwa hiyo ina maana kama ni mtoto wako, si unajua utakavyokuwa naye sambamba Bennett, kama hataki kula hiki utambadilishia hiki. So unasema ili mtoto alipendi kula au kulia, mtoto mwingine anapenda mtoto msumbufu. Vitu vya mtoto unakula wewe. Dada ananenepa, mtoto anakonda. Cha kwanza nimpende mtoto, nimjali, nijue jinsi gani ya kucheza naye. Hata atakapokuwa amelala niwe namwangalia kila muda, nijali anakula saa ngapi, anaoga. Yaani kiujumla nimjali, nimpende, nijue namna gani ya kucheza naye. Nijue kwa muda huu mtoto anahitaji nini. Kama ni kulala, kuoga, kucheza naye, nimpende kama wa kwangu. Ndio hivyo. Haya. Mshahara wako ni mtoto wa bosi wako. Kwanza kwa kawaida bosi hawezi kukupa yani hata ile zawadi ndogo akigundua umpendi mwanae, yaani nyumbani kwake ukae, yani kwanza hawezi kukupenda. Unajua kuna mabosi wengine akishagundua huyu anamjali sana mwanangu, bosi hata aende wapi hawezi kukuacha nyumbani. Yani hata aende wapi, sehemu gani nzuri hawezi kukuacha nyumbani, kwa sababu nikimwacha nyumbani mwanangu atoki. Mtoto anasema mimi siendi, kama dada aende na mimi siendi. Mtoto naye anabaki. Kwa hiyo ukimpenda vizuri mtoto ndio naye anakupa fursa nzuri ya kwenda sehemu, kwenda sehemu nzuri. Sababu unakuta sometimes mabosi wengine wanapenda kutoka. Kila wiki wanapenda kutoka. Sio kutoka, na mabosi wanasafiri. Kuna dada wanakula bata. Wanaenda sehemu wengine hapa anatuambia kabisa tunaomba dada mwenye passport. Sasa wewe haupendi watoto wake. Utaenda wapi? Kama sio utaishia kubaki tu nyumbani ndani ya geti au akakutoa kabisa yani. Kwa hiyo cha muhimu ni kuwazingatia watoto. Yaani fanya juu chini, nyumba ya mtu yoyote ukuta mtoto. Yaani penda, mjali mtoto wake. Yaani mpende mwanae. Yaani ukimpenda mwanae, hata bosi akikuta umekanya nywele timtimu, naenda kasoko na ntia aibu. Utatokaje na mtoto wangu hivyo nywele lafu hivi? Unaenda kupigwa nywele kama uzoeka hapo kichwani sasa hivi. Yaani sio tu nywele, vitu vingi unapata. Vitu vingi. Ameongea vizuri sana. Huo ndio ukweli jamani. Si ndio huo ndio ukweli. Ukimpenda bosi, ukipenda watoto wake, yani kuna vitu vingi sana utavipata. Na utaishi vizuri kwa amani, kwa sababu bosi ataogopa kwamba huyu dada akiondoka itakuwaje, watoto wangu wanampenda. Si ndio hivyo jamani, Madam Akila?
Hebu mpe huyu arudie, anataka kutupa stori ya mwaka juzi. Mwaka juzi kuna mkataba mlinipa wa bosi wa Masaki, alikuwa anahitaji shefu. Nilipofika katika ile nyumba nilikuta kuna dada wa watoto. Yaani yule dada huwezi amini, alikuwa anaenda kila sehemu, yani kapanda ndege mpaka kachoka. Kapanda ndege? Yaani kapanda ndege mpaka kachoka kwa ajili ya watoto. Mwanza wanapanda ndege, sijui Arusha wanapanda ndege, Dodoma yani kila sehemu. Huwezi amini. Ndege. Bosi alikuwa na watoto 4. Mimi ni shefu na baki nyumbani, dada anaondoka na ndege na watoto. Wakirudi utawapikia. Kwani sasa na wewe ulikuwa uwapikie vyakula mpaka wasafiri na wewe? Mpaka waseme tunataka tuende na vyakula vya shefu tunataka. Dada kapanda ndege mpaka kachoka, amekuja pale hana passport, bosi kamtafutia passport, anakawa anaondoka naye kila mahali. Bosi anapanda ndege tu. Sehemu yoyote ile ndege. Wakienda huko hotelini wanaenda huko Mbezi Beach kwenye mahoteli, na yeye anaenda kwa ajili ya mtoto. Ni kwa sababu alikuwa anawapenda sana wale watoto. Kwa bosi yani kila sehemu. Sasa jamani, mjiandae kupanda ndege kama mnapenda watoto. Jamani, sio mabosi wote wanapanda ndege. Msije mkaanza tena mambo yenu mkapindi. Kumbukeni malengo yenu. Hizo kupanda ndege zikitokea ni bonus. Sawa Hizo ni nini? Bonus. Si mnajua bonus jamani? Kiswahili cha bonus ni nini? Yaani vitu vya ziada. Hata vikitokea vizawadi. Dada akasema pale kwamba bosi atakuwa anakuletea zawadi ukiwa unampenda mtoto, lakini hata zawadi kama hazipo, wewe fanya wajibu wako. Cha muhimu ni kwamba pale kazini ukiwa unafanya mambo yako vizuri, una uhakika wa kutimiza malengo yako. Kwa sababu unapoenda kazini ndani ya mwaka, unajua kabisa nitakusanya kiasi fulani, si ndio? Sisi tunaweza kubashiri mishahara kutokana na yani kiasi cha hela kutokana na level ya mshahara wako. Si ndio? Kama ni 1,500,000 unajua mwaka natengeneza 1,100,800. Kama ni 300,000 unajua nitatengeneza 3,600,000. Kama ni 500,000 unajua nitatengeneza 600,000. Unajua unataka kusave kiasi gani, labda utakuwa unatumia kiasi gani. Uzuri kazi zetu za kulala na kula kwa mabosi. Kwa hiyo kama umekuja hapa una malengo labda ya kwenda kuanzisha biashara, unatafuta mtaji, hiyo ndio hiyo focus yako. Sasa hizi za ndege zikitokea ndugu yangu, mshukuru Mungu, si ndio? Vizawadi vikija mshukuru Mungu, lakini usitoke kwenye focus ya lengo kubwa lilokuleta la kuboresha maisha yako. Kwa sababu mwaka ukiisha maisha yako yamesogea, kwa sababu kuna kifungu ambacho umefanyaje? Umetengeneza. Mwaka mwingine kama umepanga kukaa kwenye hizi kazi miaka 2, 3, 4, 5, basi ikifika uende kwenye hatua nyingine ya nini? Ya maisha. Tuko pamoja? Haya, Madam Chef, asante kwa ushuhuda, japo mimi najiuliza kwa nini wewe ulikuwa upiki mpaka ukawa na wewe unapata ndege japo. Ila ndio mjue kwanza wazazi wanapenda watoto. Kwa sababu vinginevyo watoto wao wangekuwa wanawaacha na wadada, si wanadada wawili. Yupo wa kupika, maana huyu ni professional. Na huyo wa watoto. Si wangekuwa wanaacha, lakini wazazi bwana mioyo yao ni nini? Watoto. Mtu yuko na yani begi lake ni watoto wake. Kwa hiyo ukiwa mzuri kwa watoto, maana yake una uhakika wa kupata yani bonus. Haya, tulikuwa kwa Mary pale. Twende Mary. Mimi nilichojifunza ni afya bora kwa watoto. Ukipata nyumba ya watoto, ukienda sehemu ambapo kuna watoto, afya bora uzingatie, kwa sababu hebu imagine umefika pale, alafu wewe unafutuka unanenepa, alafu mtoto anakonda. Yaani unachukulia picha gani pale? Bosi anapiga picha mtoto wangu kila siku ananyong'onyea. Alafu wewe ndio alama ya mabosi wengi. Alafu wewe ulikuwepo kwenye feedback huko. Bosi akipiga simu nasikia jamani, yani nimempima mwanangu uzito kaongezeka. Huyo ndio anashangilia. Yani dada wa kazi alipotua tu, bosi anachoangalia, je, mtoto ataongezeka hata yani kipwenti. Basi nasikiaga wanavyoongea na kina Akila. Yani bosi ana furaha. Anakuambia yani mtoto wangu nimeenda kumpima kilo. Yani hiyo ndio anapima kama dada kweli ni mzuri kwa nani? Kwa mtoto. Kwa hiyo Mary umetoa mfano mzuri sana kwamba dada unafutuka tu. Unafutuka tu, alafu mtoto wa watu anafanyaje? Anakonda. Ndio wale wadada wakiachiwa maziwa watoto. Siji vitu gani vya watoto, si dada katoka kijijini huko vitu hata havijui, kila kitu. Wananenepa. Haya, kwa hiyo inakuwa ni mtoto. Utazingatia afya ya mtoto. Ndio, yani mtoto akinenepa pale kama madam ulivyosema kwamba akiongezeka kilo mzazi anafurahi. Kwa hiyo inakuwa ni hatua fulani mzazi ile kukupenda zaidi, kwamba mtoto wake umemjali, mtoto wake ana afya.
hata akiumwa una ile care kwamba unajali. Yani ataona kwamba umekuja kabisa kama vile msalaba umeutua. Safi kabisa. Mtoto akilia unambembeleza, mtoto akifanyaje yani unaonesha ile care hali ya juu kuliko yeye, hata anaona kama vile umemsaidia hadi kulea. Wow. Kwa hiyo ni kulea to the max, yani zaidi kabisa unalea mpaka yani mtoto hapa nimepata kweli. Kwa hiyo yani afya bora unavyoongea utafanya mabosi waseme jamani huyo dada yupo. Maana mabosi wengine wanachunguliana kwenye peji zetu utasikia huyu dada bado yupo huyu. Huyu namtaka huyu. Namtaka Mary kwa gharama yoyote. Maana unavyoongea hata mimi ningekuwa na mtoto. Yaani mimi anafurahi tu. Ana mambo mengi kichwani. Amecheka huyu alipochangamka. Haya, mpatie nani atuambie nyumba yenye mtoto. Mimi nimejifunza kwamba mabosi asilimia kubwa wanavyotaka dada kwa ajili ya kumsaidia nyumbani ni pamoja na watoto. Yaani swala kubwa kabisa ni watoto. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwapenda watoto wa mahali pale tunapofika. Kwa mfano kama mimi kule ambako nilikuwa nafanya kazi mwezi wa 6 shule ilipofunga, watoto walikuwa wanakuja pale Mlandizi kwa bibi yao, lakini mimi pia hawakuniacha. Tulienda pamoja, tulikaa mpaka shule zinapofungua ndo turudi Dodoma. Okay, haya, hongera. Ila ukupanda ndege. Sio mbaya, kikubwa ulienda na watoto, na ulienda kubadilisha mazingira. Hamna neno. Kwa mimi nilivyojifunza, watoto ni kuwapenda. Pale unapoenda kwa bosi wako, ujue kwa watoto ndo wamekuleta pale. Mara nyingi mabosi wetu anatafuta wadada wa kazi kwa ajili ya watoto wake. Kwa pale ni kuwapenda na kuwajali. Wakitaka kitu wasikilize, sio wakikwambia dada mimi nataka kitu fulani japokuwa umeshampikia chakula kile amekula lakini anataka kitu fulani. Inabidi umsikilize, sio unaanza kumfokea wewe shakula bwana. Mimi mambo kama ya kupika pika jikoni hapana. Msikilize kila anachohitaji. Kwa hiyo inatakiwa wapende kama watoto au wadogo zako kama unavyowapenda. Ndio mambo kama hayo. Nimependa sana pointi ya dada. Hata mimi mara nyingi hicho kitu huwa kinanikwaza sana. Kwamba unakuta dada sisi mabosi tukihitaji kitu chapo anafanya. Ila kwa muda ambao yeye anakuwa amejisahau, unakuta labda mtoto anamuomba kitu, atakavyo basi nikishaona hivyo, hiyo ndio hiyo siku nasema udada simtaki tena. Hiyo siku. Kwa hiyo huo ndio ukweli kwamba watoto hao wanakuwa wanasumbua. Sawa sijui mara ameshakula lakini bado atataka sio kwenye friji kuna nini? Sio kuna nini? Kuna watoto wengine hawatulii mpaka waone vitu vimeisha. Hawa huko. Sasa kinachotakiwa mzazi anachotaka hata kama humpi lakini msikilize. Msikilize. Saa nyingine labda unaweza kumwambia mzazi wake kwamba fulani anataka kitu fulani, anaona unamsikiliza mtoto au unawasikiliza nini? Watoto. Si mnanielewa? Sio kwamba kwa sababu ashakula unaona mtoto ni msumbufu, anapenda kula huyu au sio anasumbua huyu. Ukifanya hivyo tayari ushaharibu. Mzazi anataka tena akikukuta anatamani awe anakuangalia, na wengi siku hizi wanaangalia kwenye kamera. Anaangalia. Wazazi wengi ambao wanakuchukua dada kwetu ni watu ambao maisha yao yako wanajiweza. Vitu hivyo vya kamera kwenye simu, yuko zake kazini lakini unaona anakuongelesha kwenye kamera. Dada vipi, mbona mtoto hapo, na hayupo hivyo kazini. Sijui tunaelewana. Sasa sisi Wadada Center hatutaki mambo ya kuendeshwa na remote za kamera. Na sisi tunataka sisi wenyewe tujitambue. Bosi akikaa hivi, anasema jamani, huyu dada alikuwa wapi? Akuone huko na mtoto muda wote. Mahali maana sio wewe uko huku, sio wapi, mtoto yuko upande mwingine. Akiumia, na kuna dada tena wa malezi kabisa. Tumempeleka kazini, mtoto kaumia kachanika hapa. Na yeye yuko sio alikuwa anafanya kitu gani? Imebidi ile kazi ameipoteza. Ameipoteza, na ni dada wa malezi wa 500,000. Mtoto kaumia na yeye yupo tu sio around wapi. Kwa hiyo nilikuwa nataka huyu dada ameongea kitu kikubwa sana. Usije ukasema mtoto msumbufu. Huyo msumbufu ndio mkumbatie. Maana hicho ndio wazazi wanachotafuta kama alivyosema Maria. Mzazi anaona kama umekuja kumtua nini? Msalaba. Kuwa naye, chochote anachohitaji. Wewe tena ndio uwe tena unamuombea. Saa nyingine wazazi wanasema bwana mtoto kazidi. Unamwambia sasa si ndio mtoto tumpe labda hiki au tumtengenezee ratiba. Onyesha unajali mtoto wake. Hapo
maisha yako yatakuwa mazuri. Haya, tumalizie na dada. Asante. Kwenye swala la watoto tulivyoongelea kuhusu maadili na malezi, mimi nilivyojifunza kwa upande wa maadili, mmetuambia inatakiwa kwanza sisi wenyewe tuwe na hofu ya Mungu. Tunavyoenda kukuta watoto, tuwakee watoto kama tuchukulie ni kama watoto wetu. Tusiwafanyie vitu ambavyo vitaweza kuhatarisha maisha yao, matendo mabaya. Alafu pia tuzingatie na sisi wenyewe tunavyokaa nao watoto. Unaweza kukuta we mwenyewe mwenendo wako ni mbaya na watoto wana adapt kupitia wewe. Kwa hiyo kwenye swala la maadili tuhakikishe kwanza sisi wenyewe maadili yetu ni mazuri kwa wale watoto, kuzingatia muonekano hata na uvaaji, kwa sababu mtoto atakuwa anaangalia dada anavyofanya. Pia kwenye swala la malezi tuhakikishe kwamba tunazingatia hayo mambo ambayo madam ameyasema. Kwenye usafi tuzingatie unavyokaa na mtoto pale nyumbani, anakaa katika muonekano gani. Unaweza kukuta mtoto anaamka asubuhi unamlisha chakula, toka umemlisha hata ile apple hujaitoa, kuanzia asubuhi mpaka saa 5 analala nayo na anaamka nayo. Kwa hiyo tujaribu kukava hayo mambo matatu. Pia tuangalie usalama wa watoto, kwamba haijalishi pale nyumbani kutakuwa kuna kazi nyingine, lakini tujitahidi muda mwingi tuzingatie kuangalia wale watoto. Sehemu tunapowaweka wanapolala, hata kama tutakuwa tunafanya majukumu mengine tuhakikishe tunawaangalia kwa ukaribu zaidi. Pia kuhusu kwenye afya tuzingatie afya za watoto kulingana na vyakula tunavyowapa, tuwajali na tuangalie, labda mtoto anaweza kuwa na dalili za kuumwa, haijalishi mama yake hayupo amekuachia. Anapokuachia mtoto pale nyumbani anakuamini, na ndio maana ameweza kukuachia akaenda kazini. Kwa hiyo tuwe ni watu wa kuangalia na kujiongeza, kwamba mbona mtoto toka nimepewa huyu mtoto alikuwa yuko hivi na hivi, lakini leo ameamka amechange. Kwa hiyo unatakiwa pia we mwenyewe uende na saikolojia yule mtoto. Haijalishi kama anaumwa, unaweza kumjulisha mama yake, au kama kuna utaratibu mama yake ameuweka, labda mtoto ana tatizo fulani, tujitahidi tujue kwamba na yule mtoto tunapopewa ana shida gani. Na kama ana shida uendane kulingana na shida yake. Kwa upande wangu ndio hivyo. Wow. Sasa umeongea deep. Mpaka mambo ya first aid. Maana mtoto ana homa, wewe uko naye, alafu mpaka mama yake arudi ndio ajue mtoto ana joto, wakati wewe ndio umeshinda naye. Yani umeenda deep. Hayo ndio mambo wazazi wanayataka. Kwa kweli unaonekana dada kwenye malezi. Kama maneno tatizo hapa wanaongeaga maneno vizuri. Ni mtu wa malezi. Amesoma malezi, ulikuwa bado tunamwangalia, lakini sasa kwa maelezo yake tu kwa kweli huyu ni msomi. Amesoma malezi. Okay. Maana unaona hizo details zote zimeshiba. Okay. Umesomea nini? Walimu wa watoto wadogo na malezi. Okay, wapi? Msoma Utalii College Shinyanga. Wapi? Shinyanga. Shinyanga. Okay, kwa muda gani? Certificate mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Umetoka na kitu ndugu yangu. Jamani, tujiongezee maarifa tujiongezee maarifa. Alikuwa anaongea tofauti, kila maiki ikifika kwake naona kuna vitu viko deep, yani viko kumbe sasa amesomea malezi. Sasa ndio nasema ndio maana. Kwa hiyo Mungu ametupa hizi bongo tuzitumie. Umeelewa? Kwa wale wenye smartphone hapa tuna wifi. Mimi ningewashauri hata tuliosema malezi bora, yani wewe andika tu malezi bora ya watoto, uone madini yanayoshuka hapo. Vitu vingi sasa hivi kusoma sio lazima uende kwenye chuo sijui cha wapi. Yani ni simu yako tu. Tatizo nyinyi mmekaa na hizo simu zenu, mnataka kujua lini tunatoka. Sasa tunadai mlitumwa kutoka. Unadai nini? Shaambiwa usitoke, umetoka. Alijisemea pinda. Alisemaje? Tapigwa. Mwambie usifanyeje? Usifanye fujo. Wewe unafanya fujo. Utapigwa tu, na mimi nasema upigwe tu. Ndio hivyo. Jamani, tafuteni maarifa. Tafuteni nini? Maarifa. Hakuna serikali, hakuna rais, hakuna nani atakaye kuja kukutoa kwenye umaskini. Usidanganywe. Hata katiba itaandikwa, yale ni maneno tu. Itaandikwa, umesikia sijui nani yako anadai katiba, itaandikwa, itakaa hapo, umaskini wako utaendelea kubaki nao. Kitakacho kuondoa kwenye umaskini ni wewe kuongeza maarifa, kwa sababu neno la Mungu linatuambia watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa.
Huyu dada tunatofautiana tofauti kubwa kwenye malezi, kwa sababu yeye alikaa mwaka mzima anasoma namna ya kulea nini watoto, huwezi kufanana naye. Kwa hiyo ongeza maarifa, na yeye maarifa yake sasa hivi hawezi kumlipa mshahara unaofanana na wewe. Tuko pamoja? Ongeza maarifa ndugu yangu, maarifa ndio kila kitu. Mimi mwenyewe mmeona nilimaliza la 7, lakini leo hii nikikaa hapa nafundisha nafanania na la 7. Maarifa. Navyokaa nasoma. Sawa sasa hivi maarifa imekuwa, yani mtu kubaki mjinga ni ujinga wako mwenyewe. Lakini sasa hivi ukiamua kusoma, na kila mtu ubongo wake, usije ukasema mimi nikisoma sielewi, ni uongo. Sawa? Ubongo, yani Mungu alitupa ubongo wa mwanamke wa mwanaume yote. Ukiamua kukaa chini ukasoma ukajifunza kitu, unakirudia unakielewa. Useme mbona mimi sielewi? Endelea, fanyia mazoezi, baadaye unafanyaje? Kwani mtoto akizaliwa anaanza kuongea hapo hapo? Si anaanza mma, baadaye mama anaita, si ndio? Kwa hata kujifunza vitu ndio hivyo hivyo. Utaanza kama hivyo, unaona ugumu tunaongea hapa, labda saa nyingine uelewi, endelea kujifunza, endelea kufuatilia kwa karibu. Baadaye utashangaa mambo yameenda vizuri, akili yako inaelewa. Ndivyo akili ya mwanadamu ilivyo. Kwa hiyo kaa chini, jifunze, ongeza maarifa, ndivyo utakavyoongeza thamani yako. Sisi tunavyokaa hapa kuwafundisha ni ili muongeze thamani, muweze kulipwa vizuri. Hizi ndio mbinu za kulipwa zaidi. Sawa kwa nini Wadada Center kule wadada wanalipa zaidi? Mbinu ndio hizi, maarifa. Hatuchezi sisi, hatupotezi muda. Wadada wetu tunataka wajue vitu ambavyo sio vya kawaida, ili waende kufanya vizuri zaidi, na ndio walipwe vizuri. Ndio tofauti yetu. Mtu atakayeamua kusoma atapata zaidi. Lakini kusoma sio kusoma kwa kukariri. Information ambazo zitasaidia watu. Tunaenda kusaidia watu Unajua kanuni ya Mungu ya mafanikio ni nini? Saidia watu wengine. Hata Yesu alisema kwamba ukitaka kuwa mkubwa, fanyeje? Tumikia wengine. Ndio kanuni hiyo.